mwaka wa 2025. Praise the name of the Lord. Neema ya Mungu imetosha. Ya kuna wakati Paulo alikuwa ya mwito ya ndio vizuri ilikuwa hivi pia kwa kwamba kuna mwito alielewa kwamba grace is sufficient. Praise the name of the Lord. Na kwa hiyo nami nasema kwamba neema ya Mungu imekuwa imetosha katika mwaka wa 2025. Praise the name of the Lord. Kwa maana sisi ni mazao ya neema ya Mungu. Haleluya. Sijui tuko na watu wanaonekana hiyo na wengine. Ndio mwezi tuelewa kwa sababu hatuko sana. Hatutaendelea katika hizo viti. Kuna majeruhi na jeruhi tunapoendelea kutoa. Imekuwa ya kunitosha. Praise the name of the Lord. Kwa maana hatuna wokovu, kwa maana sheria ilikuwa ya watu wa Israeli, lakini sisi watu wa mataifa tulipata nafasi ya Mungu kwa sababu ya neema. Haleluya! Neema ya Mungu. Musa anapewa Waisraeli sheria ambayo ingewasaidia ili kuwaletea wokovu, lakini ukweli ni kazi ya Yesu Kristo. Praise the name of God. Siku ya leo kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kuokoka na kurehemiwa na kusamehewa dhambi na kufanyika mwana wa Mungu. Haleluya. Praise the name of the Lord. Kupata uzima wa milele ambaye ulio ndani ya Kristo Yesu Mwokozi wetu. Siku ya leo ningetaka kuongea kuhusu kujitayarisha ndio tuvuke mwaka. Praise the name of the Lord. Revelation kutoka. Haleluya. Na hiyo tukiendelea kwa maana mchungaji kibali anatuambia kwamba kuna kitu na wakati huo tarehe 31 na tuanze kuchukua na zingine na kuanza kusema mwaka huu wa 2026 unakuwa hivi. Praise the name of the Lord. Kuna hiyo kujiandaa ndio tufike mwisho wa mwaka huu. Tuweze ametuambia kwamba kama tatu hivi ndio mwisho wa mwaka ufike. Na ndio mwaka wetu na kueleza katika maisha yetu tunaelekea kujiandaa. Praise the name of the Lord. Na niseme kwamba kama wetu hataki katika wakati sisi alikuumba tukiwa viumbe za nyakati. Praise the name of the Lord. Na katika hii dunia ataleta na kusaidia kuweza kujua nyakati. Praise the name of the Lord. Na msemaji wa Mungu ambaye alikuwa Musa si mmoja akasema kwamba apewe hekima ya kujua wakati wala sana kwa malaika wala hiyo kwa neno la Mungu look at it. Musa sawa na Mungu anasema basi ututumize kuhesabu zetu. Tukivalia moyo wa hekima. Haleluya. Tunaona kwamba tunapenda hiyo ikaisha. Tuko na 2025 inaisha. Tunakuja 2026. Praise the name of the Lord. Haleluya. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord.
na mboga yake aliyo Abrahamu. Tunaona tumesema ya Abrahamu kidogo ya Isaka kidogo sana, lakini Yakobo mjini inaongelea Yakobo na wana wake. Inasema Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Hili neno ambaye lilinelewa Yakobo akiwa
Haleluya. Anakuwa mahali na kwa praise the name of the Lord. Tunaona Paulo ikichapa mwisho wake ukaona na kwa kwa sababu alisema umeenda umechukua huu ni alia kwa heri na mwisho anaambiwa Mungu wa praise the name of the Lord. Ya mto ambaye unaitwa akawa kando ya mto ambaye Yakobo ama Yakobo wengine wako wa Biblia wataweza kutusaidia kitu kama hiyo inaweza kuonekana. Praise the name of God. So na kuna nchi ambayo saa hii inaitwa Georgia. Praise the name of God. Na kuna mto ambao unaingia mto wa Yordani wenyewe, na hiyo ilikuwa inaitwa kama ilikuwa imepakana na nchi ya Yeriko. Kule yake alikuwa anakaa na alipokuwa na mlima unaitwa mlima wa Sinai. Praise the name of the Lord. Sasa huyu Yakobo na akajua niko karibu sana awaye kukosa ufalme ama baraka awaye nilimwendea baraka awaye anafanya nini nitoke nchi na wote tunaweza kukutana na ndugu yangu Mungu
wakisema tulifika kwa ndugu yako naye na watu 400 pamoja naye. Ndipo Yakobo akaogopa Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniambia rudi kwenda mpaka nchi yako jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zako na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako, maana nilivuka mto huo wa Yordani na sasa kuwa matumwa
maana mimi nimeokoka, sije nikaibika na hao pamoja na wangu. Nawe ulisema hakika nitakutolea mema, na nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari, usiohesabika kwa kuwa mwingi. Haleluya. Na tunaona kwamba bado naogopa akakaa huko usiku ule, kisha akatoa baadhi ya vitu vilivyokuwa navyo kuwa zawadi ya Esta nduguye.
na Mungu. Praise the name of the Lord. Kama tusomea kwa 22 tukiendelea kwanza tusomee 22 and 23. Akaondoka usiku ule, akawatoa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki, akawatoa, akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa nao. Haleluya. Sasa na akachukua zote akazirudisha upande mwingine. Praise the name of the Lord. Haleluya. Katika kitabu cha Waebrania tukaondoa kuhusu chama cha sana ambayo inasema kuona ya kwamba Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata akampatia. Naye alipoona ya kuwa mshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akateguka uvungu wa paja na Yakobo alipokuwa akishindana naye. Wakati iko pale mwingine, wakati mwingine akawa peke yake. Kuna maisha yetu haleluya, mawazo nguvu ya Yesu umetelea katika roho.
Unakuwa na wakati Mungu aliona Yakobo ako katika hiyo hali ya kuwa peke yake, amejua mahali haiwezi kusaidia, amejua wake wote hawezi kusaidia, na sasa kujitenga. Bwana mwenyewe kile kinafungua Yakobo, sio kwamba siko pamoja na yeye, ninamwambia haleluya, ninatumia jinsi yangu lakini ndani yake hamna amani. Na maisha ni kwa sababu ya maisha ya Mungu na baba yake. Praise God. Huyu Yakobo alikuwa sabrani, alikuwa bora kitendo chake. Praise God. Alikuwa mtu ambaye alikuwa kucheza na watu. Haleluya. Kwa sababu Biblia inatuambia siku moja ndugu yake alikuwa ametoka na huko, kwa sababu tunaambiwa kwamba hawa ndugu wawili walitoka pamoja, walikuwa mabaya, lakini walikuwa tofauti. Mmoja alikuwa jamaa mpole, jamaa wa nyumbani, jamaa wa mama Yesu, na jamaa ambaye hakuangalia mali nyumbani. Lakini mwingine ni wazao Bwana Yesu alikuwa jamaa wa kumcha, alikuwa ameacha buzi na kondoo nyumba ya Isaka, alikuwa ametafuta mawingu. Haleluya. Mawingu
we have to today. Bwana sasa mwambie ndio wako kwanza. Na utakuta kile unataka. Mungu atusaidie sana. Sasa Yesu hapa anaelewa. Najua sio kwa kijana ni mambo mengi. Huko vijana hawana story. Huyo anakwenda pale mama anaongea ana hekima. Sasa hiyo kuzaliwa kwake kikubwa ni jana. Na Biblia kwamba anakuwa hiyo kuzaliwa hiyo kuuza kuzaliwa kwake kwa sababu moja ikaandikwa mbinguni. Praise the Lord. Kwa hiyo imepatikana kwa ukiangalia ndio barikiwe na angalia baba yake mimi nimekuja akauliza wale ni nani asema mimi ni yeye yeye sasa ni kijana wangu na kwanza kauliza kwani kama mimi baba awambia karibia kuka tunaweza kuwa mama na ndugu yako kuka boza ya Mungu akona nywele ndugu yako. Sasa mzee anakosa macho anasema praise the Lord. Lakini ni wakati na ameshika akaachilia baraka. Praise the Lord. Kwa hiyo hizi baraka na kweli kwa sababu na mzee tunapata kwa mambo mazuri duniani, lakini bado amani kwa Mungu. Praise the Lord. Huyu Yakobo bado hapa. Praise the Lord. Na kwa sababu ya kupata hiyo amani hangeweza kukutana na Mungu yake. Praise the Lord. Hebu tusome mstari wake wa 26 tunaoendelea. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi nisiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini umeniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penieli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, nafsi yangu imeokoka. Jua likamzukia akivuka Penieli, akachechemea kwa sababu ya pata mkuu wake. Kwa hiyo wana wa Israeli hawali ule mshipi ulio katika ufungu wa paja hata leo, maana niligusa wanapo ufungu wa paja katika mshipi wa kiuno. Praise the Lord. Hallelujah. Tunaona sasa ayo ni Yakobo ni lazima avunje kwa sababu
Sasa Mungu atajua huyu ndio aweze kusimama wewe yako. Praise the Lord. Haleluya. Kwa maana ule wanaume wako praise the Lord. Haleluya. Na hapa ameshikwa kwa Mungu anakuza praise the Lord. Akatoa ile yake na kwa Mungu sasa. Sasa
Praise the name of God. Kwa sababu anasema nuru hailingani ni wapi mshirika. Haleluya. Na hapo Bwana malaika hawataishi. Praise the name of God. Hallelujah. Kuna praise the name of God. Hallelujah. Ile ni kusikia nani anayesikia. Praise the name of God. It is the character of God. In my generation. When you come the path to make the future, praise the Lord. Hallelujah. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda.
The priest, Michael, who is the priest of the Israelite people, was now who is now the Israelite nation. Hallelujah.
maisha. Praise the name of the Lord. Na uwe msaada wako yeye. Uwe baraka zako yeye. Uwe msaada wako ambao unatokea. Mwaka unakuja unatoka kwa Bwana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Let us prepare to cross over. Hallelujah. The message was preparing. Praise the name of the Lord. Tujiandae tusimame. Baba, katika jina la Yesu, tunashukuru jina lako kwa Yesu. Asante kwa sababu ya mwaka huu mbaya anakuja. Asante kwa mwaka huu mbaya unakuja mwisho wake. Tunaomba ya kwamba Bwana, tunapojiandaa kuvuka, utusaidie na neema yako ya kubadilika na encounter na wewe Bwana. Ndiyo mambo yote tuliyo nayo Bwana kutoka kwako na kuja kule yapomolewe katika jina la Yesu. Mambo yote ambayo yanatokana na mwili, mambo yote ambayo yanatokana na kiburi, mambo yote ambayo yanatokana na roho ya dunia, mambo yote ambayo yanatokana na kujipiga kifua kwa sababu ya zile mali umetupatia Bwana, tunaomba ya kwamba utusamehe na utusaidie, ubomoe kiburi yote ndani yetu, ubomoe Bwana kama zote ambayo hazijatoka kwako katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Ndipo Bwana Mungu utubadilishe, hata kabla ya kuvuka mwaka. Tukivuka mwaka tuwe watu wapya, tuwe watu wapya, tuwe watu wapya, tuwe watu wapya, tuwe watu wapya ambao wamebadilika, ambao tuko na identity mpya katika jina la Yesu. Hata wenzetu wasifika kwa maana wanatubadilisha, kwa maana wanatupa majina mapya, wanatupa pia katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru, tunasema asante, tunainua jina lako na tunasema ya kwamba wewe ni Mungu na hakuna mwingine isipokuwa ni wewe Bwana. Wewe ndiye tegemeo letu la mwaka unaokuja, tegemeo katika nyumba yako, tegemeo katika maisha yetu, tegemeo katika familia, tegemeo katika jina lako Bwana Mungu wetu. Tukiangalia uchumi wa Kenya, Bwana Mungu, kuna shida. Tukiangalia uongozi, kuna changamoto. Tukiangalia Bwana Mungu wa biashara, kuna changamoto. Tukiangalia opportunity cha kazi, kuna changamoto. Lakini ndani yako kuna tumaini, kuna tumaini, kuna tumaini ndani yako Bwana. Tunabadilishe hiyo tuweze kuvuka mwaka tukiwa na wewe, tukiwa na wewe, tukiwa na wewe, tukiwa na wewe. Sina kugawa vyema na wewe, sina kugawa wewe, sina baba kutoka kwako katika jina la Yesu. Tuanze asante, pokea sifa na shukrani zote kutoka vinywa vyetu. Hata tunapokujia Bwana, utuandae vyema ndiyo tuvuke huu mwaka tukiwa na wewe, tukiwa na baraka zako, tukiwa na msaada wako, tukiwa na nguvu zako, tukiwa na upako wako, tukiwa na wewe Bwana. Katika jina la Yesu tumeomba, Baba, na kanisa iseme amen.